Sikukuu hii ya huyu mtakatifu Maria Vianney ambaye alikuwa mtakatifu kwa kutokana na moyo wake wa kujituma, wa kujitoa, moyo wake wa upole na unyenyekevu, lakini vile vile moyo wake wa kuthamini sakramenti ya kitubio, sakramenti ambayo sisi tunapokea msamaha wa Mungu, tunapokea huruma ya Mungu. Tunapopiga hatua, tunapotafakari tu kwamba nimetenda makosa, nimetenda dhambi, unapiga hatua kwenda katika sanduku la kitubio, lazima kusukumwa na Roho wa Mungu, ambayo unatukumbusha kwamba sisi wanadamu ni viumbe dhaifu. Viumbe dhaifu, lakini ni viumbe venye kupendwa na Mungu. Sisi ni wenye dhambi, lakini tunapendwa na Mungu, na Mungu anatutaka atuimarishe na kutupa nguvu ya kuweza kusimama. Lakini hatuwezi tukapata hiyo nguvu ikakamilika katika maisha ya hapa duniani. Tutaendelea kuanguka na kuamka, na tunafuata neema hiyo ya Mungu katika sakramenti ya kitubio. Mara nyingi tuna sita kidogo, kwa nini niende katika kupokea sakramenti? Kwa nini zinaweza nikamwambia Mungu moja kwa moja? Hizo ni fikra tu za ukaidi wa kibinadamu, kwa sababu Mungu wakati wote anashusha neema zake, anashusha nguvu zake kupitia watu. Tangu mwanzo manabii, mwanae mwenyewe analeta nguvu za kimungu kwetu. Kwa ni mpango wa Mungu kukamilisha yale anayotaka kuyakamilisha, kama ni msamaha, kama ni huruma, kama ni wema, kupitia sisi wanadamu wenzetu. Kumbe tusione aibu kama mtakatifu huyu Vianney aliona umuhimu wa kujitoa zaidi katika sakramenti ya kitubio. Alikaa ndani ya boksi la maungamo zaidi ya masaa 11 au 16. Lakini hapa ukikaa muda huo watu watakuwa hakuna bana, si ndio? Utakaa mwenyewe. Hiyo tuthamini hiyo neema ya sakramenti. Kingine alikuwa anajituma sana kama padri, kama mchungaji. Maisha ya mapadri, hata nilipokuwa naingiza vijana kuwa mapadri mwanzoni, yasema kama anavyosema Yesu, alisema peleka watenda kazi, peleka chapa kazi. Na kijana yote anayetaka kuwa padri, na frateri yuko hapa na ameonyesha mfano mzuri sana, na chapa kazi. Ukiwa unapenda kazi, unajituma kikamilifu bila kujibakiza, kama padri au mtawa, ndiyo furaha yako inakamilika katika kujitoa bila kujibakiza. Maana Yesu alipoona watu na akahurumia, alisema watenda kazi, sio watendewa kazi. Watenda kazi, wote wale ambao sio mapadri na matawa tu, lakini wote ambao ni Wakristo. Tunapojitolea kwa Mungu na unapojitolea bila kujipakiza, jukumu lolote lile katika nafasi yako, mwenyekiti wa jumuiya, sijui nini, katika familia, ni katika kujitoa zaidi ndio tunapata neema zaidi, na ndio hata roho yetu inaridhishwa katika kujitoa zaidi. Tusipojitoa zaidi, tunajimaliza zaidi. Mara nyingi watu wanafikiri ukifanya kazi sana basi utaumia au utaugua. Kumbe ni kinyume. Ni usipofanya kazi ndio utakapougua, si ndio? Usipofanya kazi sana ndio utaugua, lakini sio kufanya kazi. Ukifanya kazi zaidi, basi miili yetu kwanza inajengeka vizuri na roho yetu inaridhika. Kwa kuomba Mungu kwa moyo huo wa kujituma, tuwe watenda kazi katika nafasi yoyote ambazo tunajikuta kama wafuasi wa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.